Cha kwanza mimi ni mzaliwa wa Tanga, sehemu kunaitwa Amboni. Amboni mtaa wangu nilipotokea unaitwa Mafuriko Kati. Na safari yangu ya mpira ilipoanzia hapo, kulikuwa na timu, sio timu za mtaani. Kulikuwa na timu ya wakubwa inaitwa Best Boy, si wadogo inaitwa Small Best. Kwa hiyo ndipo pale nimeanzia mpira wangu. Baada kutoka pale kulikuwa na timu inashiriki ligi ya mkoa wa Tanga. Kwa hiyo baada kutoka pale kuna kocha alituona mimi na mwenzangu mmoja tukapelekwa kwa kama academy, ilikuwa ni kama academy. Kwa hiyo tunaenda hatua, baada ya hapo nikaonekana under 17 ya Coastal. Mimi na mwenzangu tukatoka tena watu wawili tukaenda Coastal under 17. Baada ya kucheza msimu wa kwanza, msimu wa pili under 20. Baada ya kucheza mashindano under 20 ndio nikapandishwa na kocha Zahera. Na baada ya kucheza misimu miwili Coast senior timu, nikapata baraka hizi za Mwenyezi Mungu na nikasajiliwa na Simba Sports. Cha kwanza sisi wacheza mpira asilimia kubwa wengi tunatoka familia ambazo so zile zenye mafanikio, ni familia za hali ya chini. Kwa hiyo cha kwanza kilikuwa hicho, na cha pili ni focus nilijiwekea kwamba msimu uliopita nilishia katika namna fulani, kwa msimu unaokuja huo ndo msimu wangu. Kwa malengo yangu yalikuwa msimu wa kwanza nifanye hivi, msimu wa pili nipambane niweze kusogea mbele. Na inshallah namshukuru Mungu, alhamdulillah, kweli nimesogea mbele na nimepata nafasi ya kusajiliwa Simba. Kwa niseme ni kujitunza na kupambana, nidhamu. Inshallah ndo mpaka nimesajiliwa na Simba katika msimu huu. Mimi njia yangu ni kufanya klabu ya Simba kama daraja la kwenda mbele, sababu ni ndoto yangu ya kucheza nje ya Tanzania. Na sababu nimekuja hapa kuja kugombania nafasi, kuja kupambania ili niweze kucheza. Kwa hiyo nitajituma mazoezini na nitamwonyesha mwalimu kwa nini alinihitaji kujiunga na hii timu. Na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu inshallah itakuwa kama daraja kupita Simba Sports ili kwenda mbele zaidi katika kari yangu ya mpira. Uwezekano huo upo, ni kujituma na kupambana. Mimi binafsi naamini nimekuja hapa kuja kucheza. Kwa hiyo yale yote ambayo nimefikia hapa, viongozi na kocha kunihitaji kufikia hapa kuja kusaini timu hii ya Simba Sports, kwa naamini mashabiki na viongozi pamoja na kocha wataona naamini nimekuja hapa kucheza. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nitacheza inshallah. Naikumbuka siku hiyo baada ya mechi ya Mkwakwani, baada ya kupoteza mechi Coastal Union na Simba, tulipoteza mechi kwa goli 2-1. Kwa baada chakula cha usiku nipo kambini Coast, nikapigiwa simu na brother ananisimamia, ananiambia kuna mahali twende tukaonane. Niende nikaonane naye, kuna maongezi. Kufika pale akanipa hiyo, bwana nimetafutwa na viongozi wa Simba wanakuhitaji. Kwa kwangu mimi ilikuwa kama surprise, na ilikuwa nikasema ni ndoto ya kila kijana ambaye anakuwa katika soka, ndoto kucheza klabu hii, timu kubwa Tanzania na Afrika. Kwa hiyo ilikuwa ni kwangu mimi ni kama mshtuko, lakini ni furaha pia. Nikaamini ndoto zangu ambazo nimezipambania katika kari yangu hapo mwanzo nikiwa mdogo zinakwenda kutimia. Kwa hiyo nilipokea kwa furaha, kwa nilihitajika na Simba. Kwa ule usiku lazima wewe unafikiria muda wote, unatamani niongee hata na mtafute mtaarifu mama, baba, ndugu. Kwa lazima inakuwa usiku ule kulalika inakuwa ni shida, unalala usiku wa manane. Sasa natamani ifike tu sahihi kama sahihi malizane. Hayo majambo ya kuhitajika na timu nyingine ilikuwa ni kweli. Zipo timu tuliwasiliana tukaongea nao,
Asipo timu ziliongea na management yangu na klabu pia vipo ilipeleka ofa na nikatafuta nikaambiwa, lakini baada ya kutafuta na Simba na nikaambiwa project yao na mimi nikaambia malengo yangu, kwa hiyo tukafikiana na mpaka nikasaini Simba na naamini malengo yangu na nitatimiza na malengo ya timu inshallah. Simba kwa sababu ni miongoni ya timu ambazo nilikuwa nazipenda, timu ambayo nilikuwa nazipenda na kuna wachezaji ambao nilitamani nicheze nao, kwa ndo maana nikachagua Simba. Mimi binafsi nimepokea kwa furaha, mimi pamoja na familia yangu, naamini tumepokea kwa furaha sana usajili huu kuja kusaini Simba na kuja kuitumikia klabu kubwa ya Simba. Tumepokea kwa furaha. Pressure zipo, hata nilipotoka pia kulikuwa na pressure. Naamini nimekuja hapa na ipo pressure kubwa kushinda hata nilipotoka. Kwa hiyo ukitaka kuwa mchezaji mkubwa naamini lazima ukutane na pressure. Ukiwa unaogopa pressure huwezi kutimiza ndoto wala malengo. Kwa hiyo mimi binafsi nipo tayari wakati wa furaha na wakati wa majonzi, nipo tayari kuitumikia Simba kwa nyakati zote. Mimi nikiangalia kwenye akaunti zangu mitandaoni na wapo mashabiki ambao walikuwa wananikaribisha ikiwa hata bado sijasaini Simba na wala bado sijaanza mazungumzo na Simba, lakini kuna mashabiki wengine walikuwa wananitakia heri, njoo timu yetu ni mchezaji mzuri, inshallah kafika mbali, chagua timu yetu. Kwa hivyo na baada pia tetesi wakawa wengine wanahusishwa na Simba, wakawa bado pia kiangalia waneni follow, wengi ni mashabiki wa Simba, kwa wanahitaji ni Simba na mimi nimechagua Simba. Kwa nipokee kwa mikono miwili kwa nyakati zote mbili za furaha na za karaha pia. Wanipokee. Waniombee niwe na afya njema, niwe na utimamu mzuri wa akili, mwili. Naamini na program za kocha atazonipatia, naamini nitazidi kuimprove zaidi ya kiwango nilichokuwa nacho Coastal Union. Mimi malengo yangu kwa mimi binafsi nataka nicheze Simba na nipambane kuipatia Simba kila mchezo unaopewa nafasi tuweze kuondoka na ushindi na kuweza kuitumikia hii timu tuweze kupata makombe. Naamini katika msimu huu unaoanza tuna usajili mzuri na wachezaji waliobakia na sisi tunaongezeka. Naamini wana Simba na mashabiki watafurahi, tutapata vikombe vya kutosha inshallah. Kama nilivyosema awali, narudia tena, tuna timu bora. Ukiangalia ya msimu uliopita na sisi tunaongezeka, naamini kila kikombe tutakachoshiriki tutakwenda kibeba. Kwa uwezo wa Allah tutaenda kubeba. Tuna mwalimu mzuri pamoja na benchi lake. Naamini kila mchezo tutakwenda kucheza na kila mashindano tutafika mbali. Wana Simba watasherehekea katika msimu huu na misimu inayokuja inshallah. Mimi binafsi nilikuwa napenda nicheze hapo mwanzo, wakati napandishwa nilikuwa napenda nicheze namba 7. Lakini ukiangalia soka, ukimwangalia Vini, ukiangalia kina Mbappe, wengi wanapenda kutokea pembeni. Kwa hiyo ni namba 11. Kwa mimi binafsi napenda nicheze namba 11. Lakini pia hata namba 10 nacheza na furahi pia nikicheza. Ni mwanzo ambako wakati naanza mpira nilikuwa napenda nicheze midfield. Mpaka nikaa mimi ni mshabiki wa Arsenal. Kwa hiyo nikaa nimeandika jezi yangu mchezaji kiungo wa Arsenal Aaron Ramsey, napenda nicheze midfield kwa sababu napenda pale ndani jinsi kupita, kupiga pasi, napenda assist zile ukiwa unatoa. Kwa mimi binafsi, lakini nafasi yangu ninayopenda sana ni namba 11.
Cha kwanza wamefurahi ni sisi mtaani natoka mimi. Ni zamani sana ambao ndo kipindi hicho kinacheza ligi, ndo wachezaji wachache sana ndo walicheza, walikuwa sio wanasema wanaita ligi daraja la kwanza. Kwa hiyo wakati sisi tunaanza ni wadogo ndo tupo kwenye timu, yani wanavyosema wapo mabrother walitangulia lakini walishia katikati. Na yupo mwingine alishatangulia simu ya timu wa kucheza akapata nafasi sana ya kucheza. Kwa hiyo ilikuwa kama inaonekana kama hatuweza kufika mbali, lakini baada ya mimi kusajiliwa Simba na maskani nikienda ni hata sasa hivi maskani kwangu ndugu zangu wanafurahi sana, wanajivunia mimi. Wanajivunia sana mdogo wetu. Ipo brother ambaye alitulea tukiwa chini. Timu ndo alikuwa kocha wetu, anasema umeniheshimisha, yani anatamani yeye sio mpenzi wa nini wa Simba, lakini anasema mdogo wangu, yani wewe ukipata jezi hata nilivyo kwa Coast pia wewe niletee. Yani mimi hata kama huna kitu, ukinipa jezi nikivaa umeandika msimu kwa nyuma, mimi mtaani Amboni hata mjini najivunia sana. Kwa wapo watu nyuma yangu wanajivunia ambao walikuwa wanahisi labda aweza kusitokea mtu kwamba akafika level hizi, lakini naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kujitunza, juhudi na nidhamu mpaka nimefikia hapa. Mpaka nimeichagua, naamini na mimi binafsi naamini pale ninapopazia mimi tutapotakiwa kufika kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, nikiendelea nafika kwa uwezo. Ndio maana nimeichagua Simba na naamini nitafika. Tukiwa pamoja na benchi la ufundi na wachezaji wenzangu na viongozi. Pale ninapopata rejea na ndoto yangu kufikia nitafika. Ndio maana nimeichagua Simba. Mimi nikiwa nyumbani sio mtu wa kutembea sana. Mimi napenda nikae na ndugu zangu ambao kipindi hicho nikiwa mdogo niko nao. Kwa hiyo huaga nashindaga nyumbani. Maskani sana, hata nyumbani pia saa nyingine mpaka mama anipigie simu, bwana rudi kwanza uje chakula au uje nini. Ndio narudi, lakini baada hapo nikishapumzika nikishalala kidogo lazima nirudi maskani. Muda wa mazoezi ukifika tunaenda kufanya mazoezi kidogo, lakini ni maskani nyumbani. Maskani sio mtembezi sana. Wamenibadilishia kwa kiasi kikubwa, sababu familia kama nilivyokuambia, wengine tunakuaga familia zetu sio zile za kujini, lakini na mpira umenibadilishia sana kwa kiasi kikubwa, kwamba naweza mama yangu kumpa hata kiasi ambacho anaweza kanipigia simu, mwanangu na shida hivi na naweza kutatua. Kwa naamini umenibadilishia sana, na kwa uwezo wa Allah utanibadilishia zaidi na utaishi vizuri na familia yangu. Mimi naamini mpaka nimemjengea mama yangu nyumba. Mama yangu anaishi sehemu nzuri ambapo mwanzo ilikuwa tutaishi. Sasa hizi anaishi kwake, anaishi kwake. Nyumba nzuri. Kwa naamini umebadilishia sana hapo mengi sana. Mpira umenibadilishia, yani mpaka mama na baba wanaishi sehemu nzuri, ndugu zangu. Kwa hiyo najivunia kwangu mimi. Wote sije kuongea naye. Mtu ambaye kidogo naongea naye kwenye benchi ni kocha Shavi. Baada ya mechi ya kwanza na mechi ya pale pia. Na mtu mwingine meneja kidogo baada ya mechi Mpokwani, meneja Patrick ndo niliongea naye. Chukua namba zangu basi watu wao. Shavi baada ya mechi ya Isamuyo pia alinitafuta, ananiambia Bakari sasa hivi umeimprove sana. Umeimprove sana, na baada ya mechi pia Tanga pia akaniambia sasa hivi ndio uko top, uko juu zaidi. Wewe endelea kushikilia hapo hapo. Jitunze, najua unajitunza sana, kwa hiyo endelea kujitunza. Kwa ndo maneno yake.